Okay, mtazamaji wa Stein TV, hapa nipo katika makazi ya Baba Askofu Methodius Kilaini, ni askofu msaidizi mstaafu wa Jimbo Katoliki la Bukoba, na mara kadhaa tumekuwa tukifika hapa kwa ajili ya kuzungumza naye, hususan pale tunapohitaji ufafanuzi wa masuala kadhaa ambayo yanahusiana na imani, na kubwa ambalo limetuleta hapa, tumekuja kuzungumza kuhusiana na lile ambalo linaendelea katika ulimwengu wa siasa za kimataifa katika maeneo ya Mashariki ya Kati, kati ya Israel na Iran pamoja na Marekani. Tumekuja kupata ufafanuzi. Wengine wamekuwa wakijiuliza, taifa hili la Israeli ambalo lipo katika mgogoro na taifa la Iran, ndio Israeli ile ambayo tunaisoma katika Biblia, ama ndio taifa teule ambalo linazungumzwa katika Biblia? Tumekuja kupata ufafanuzi kutoka kwa Baba Askofu, ufafanuzi wa kihistoria, lakini pia ufafanuzi wa kiimani, ili swala limekaaje, ili kuweza kuweka mambo sawa sawa. Mimi ni Amos Muzee, karibu tupate majibu. Kwanza yeyote kujua uteuzi wa Israeli tangia wakati wa Ibrahimu aliyesema kwamba utakuwa uzao mteule utakaoishia na mkombozi, ndio kilele chake, ndio kilele chake. Na unapita pale, ni historia ndefu unaijua katika Biblia nzima, kuanzia Ibrahimu unakuja kwa kina Yakobo, unakuja kwa Musa, yani ni vipindi mbalimbali vinavyokuja. Na Musa anakuja kwa nani, kwa wafalme Sauli, kwa namna pekee Daudi ambaye anajulikana sana. Na ni wakati wa Daudi kwa kweli alipanua ile nchi ya Israeli kwa kubwa. Ilikwenda mpaka sehemu za Jordani, ilikuwa sehemu ya Israeli. Alikuwa na ufalme mkubwa sana. Na mtoto wake Solomon naye alikuwa na ufalme mkubwa sana, ambao ulikuwa umepanuka sana. Na kwa kweli hapo ndio Israeli ilifikia kilele chake. Alafu baadaye ndio wakameguka. Baada ya mtoto wa Sulemani, Israeli ikameguka. Kaskazini kaitwa Israeli, ya chini kaitwa Yuda. Na ikaenda hivi meguka, haikurudi tena kwa kweli kuwa Israeli tuliyojua toka zamani. Lakini kitu kimoja kilibakia humo, ni ile ahadi kwamba kutoka katika uzao wa Abrahamu, wa Yakobo, wa Daudi atatokea Mwokozi. Na Mwokozi ndiye alikuwa upeo wa ile ahadi ya nchi ya ahadi. Na hiyo ndio tunayojua kama alivyokuja Bwana wetu Yesu Kristo, na ukoo wake ni ukoo wa Daudi. Na hiyo ndio kwa upeo. Na kwetu wa Kristo tunaona kwamba Israeli kama taifa la kupeleka upeo, kilele chake ni Kristo. Na Kristo mwenyewe ndiye alitabiri kwamba hii hata kanisa mnayo na hekalu hili hapatakuwepo hata jiwe juu ya jiwe, mtasambaratika. Na kweli wakasambaratika. Mwaka wa 70 Tita akaja akawapiga, mwaka 100 wakawasambaratisha kabisa. Na Waisraeli wote wakawachukua wakaondoa, yaani Israeli kafutika ikawa Palestina. Sema tofauti sasa. Israeli kafutika pakawepo na nini, na Palestina. Waisraeli wakawakuta sehemu mbalimbali, hawakuwa tena na mwelekeo wa ile ahadi, ingawa walikuwa bado wanajitambua. Lakini kwetu sisi taifa la Israeli ilikuwa imefikia wapi? Imefikia mwisho pale kwa Kristo. Na Kristo akaanza Israeli mpya. Israeli mpya ndio imbaye ya Wakristo sasa. Manake wale wanaofuata Kristo ni wale wa Kristo. Walianza kuita hivyo Antiokia. Paulo ndiye alikuwa wa kwanza aliposema kwamba Kristo hatupaswi kutahiriwa. Ile kabila ya Waisraeli alama yake ni kutahiriwa. Na Paulo akasema hatutahiriwi, na tukaacha kutahiriwa. Ile katika mkutano wa Yerusalemu mwaka 49. Hapo manake hapo tukaachana na ile taifa la zamani la kihistoria la Israeli, tukawa na taifa jipya la Kristo. Sasa katika historia Waisraeli wakaenda hivyo, wanajikaza, wananyanyaswa, wanafanya nini? Sasa kwa huruma, baada ya mauaji ya Hitler, walipouawa sana zaidi ya milioni 6 wakauawa, wakaona jamani, warudishe kule walikotoka kwa sababu wananyanyasika. Na kwa kweli ndio wengine wakarudi. Lakini mpaka leo Waisraeli wengi zaidi wako nje ya Israeli kuliko walio ndani ya Israeli. Ukienda Marekani tu, New York na Washington pale, karibu Waisraeli walioko wanazidi walio Israeli kule nyumbani.
Wako wengi sana, wengi wako nje. Hivyo taifa kama taifa la Israeli pale Israeli aka ni kadude kamebaki. Ni Palestina. Israeli ilishakufa. Israeli kwa kweli, kusema ukweli, Israeli ilishakufa. Sasa hii ni Palestina. Na kale ka Israeli waliko kaunda mwaka 1948 baada ya vita vikuu vya pili, kakaenda kaanza kujipanua na kwa sababu wenyewe walikuwa wametoka nchi mbalimbali na akili wanazo wale wa Israeli, akili wanazo na wanajua na kuminyaminya wanazo, nzuri na sizo nzuri zote wanazo, ni wafanya biashara ni nini. Basi ndio kaunda hii taifa hili ni la Israeli. Wakataka kulita jina la babu zao Israeli, lakini kwa imeshakufa imeshakuwa Palestina. Waliwakuta wa Palestina wakafukuzana. Sasa ni watu wawili wa Yahudi na wa Palestina ambao wanafukuzana. Na wao tunawaita Wayahudi, wengine si Wayahudi kweli. Ukienda mule kuna wengine weusi, wengine weupe, wengine Waarabu, wengine yani tofauti tu. Waliotoka Urusi na waliotoka Marekani wengine kwa tofauti. Lakini kwa sababu wote walijiona kama Wayahudi wakaja wakajita. Lakini watu tofauti kabisa. Hata wale weusi na bagua na sisi. Kuna waliotoka Ethiopia, wale weusi wanaojiita Wayahudi na wenyewe wanawaita Wayahudi, wanaita Wayahudi nusu. Hivyo kwa kweli Israeli ya leo sio Israeli ya ahadi. Sisi kama Wakristo tunaijua kama ahadi, ila kwa sababu walitokana na wale tunakuwa na upendo nao, lakini sio Waisraeli wa Biblia. Hata na ile Biblia wengi hawafuati. Waisraeli wengi wako kakundi kadogo kanakofuata kile ya Musa, lakini walio wengi na mambo yao ni kama wazungu tu. Kama wengine utakuta hata wanaambia juu ya ushoga, ni kama wazungu tu. Sio lile taifa la zamani la Israeli tunalofahamu. Ila ni kwamba nimebaki na lile jina na kisiasa hawana nguvu. Basi wataendelea kupigana. Yesu anakuta mara nyingine hata papa nakuta mara nyingine anatetea wa Palestina wanaponyanyaswa. Ukisikia maongezi yake tena wapao karibu wote hao waliofuata wametetea sana wa Palestina. Jinsi wanavyonyanyaswa, jinsi ambao watambuliwa, wanavyobaguliwa na nini. Wamewatetea sana. Hiyo sio mambo ya kidini sasa. Wakristo haingii hapana. Maana kidogo sio mambo ya kidini tena. Ila ni mambo ya taifa moja. Na kwa sababu wale wengine wa Palestina ni Waislamu, hivyo mataifa ya Kiislamu haya yanafanya nini? Yanawasaidia kidogo. Lakini kwa kweli sio mambo ya Wakristo. Wakristo kama dini hawamo kabisa. Na bila mtawali labda yule ambaye anaona jamani hawa hata ndio kabila la Kristo sawa. Ndio hiyo tu, lakini vingine hivyo hatujioni kama hivyo. Lakini kumbukumbu zile alama za kihistoria ambazo zili, kwa mfano mahekalu pengine ambayo yalijengwa na kizazi hicho yapo pale kwenye mazingira pale ya Israeli. Maana tunaona wengine wanasema kwenda kuhiji huko Yerusalemu, si wapi. Hayo maeneo yapo. Tunakwenda kuhiji sio kwa Waisraeli hawa. Hata kabla wajaja mwaka 48 walikuwa wanakwenda kuhiji. Walipokuwa Waislamu watu walikuwa wanakwenda kuhiji Bethlehem. Kwa mfano mimi nilikwenda Bethlehem mara 2. Na wakati nakwenda Bethlehem ilikuwa chini ya Arafat. Yasser Arafat. Ilikuwa chini ya Yasser Arafat Bethlehem. Sasa hivi imechukuliwa na Israeli, wameiteka. Hakuiteka sawa, wameiteka nusu. Ndio wanaiongoza mle, lakini bado ni sehemu ya Palestina. Lakini tunakwenda kuhiji Bethlehem. Hapo ilikuwa chini ya wa Palestina. Hiyo sio jambo la Israeli, ni jambo la sehemu. Kaburi la Yesu liko pale. Iwe ni Waislamu, iwe ni Wayahudi, iwe ni liko pale. Tunakwenda kuhiji kwa kaburi la Yesu. Sio kwa Israeli kama taifa. Bali kwa Israeli ya zamani. Kuna hii notion watu wanasikia Waarabu wanadhani ni Waislamu. Yaani ni kwamba ni kweli kwamba kuna uhusiano kati ya Waarabu na Uislamu, au kuna Waarabu wa Kristo, na pengine kama kuna ushahidi ambao unaweza tulikuwa tunacheka wakati fulani tunasikiliza sala ya baba yetu katika Kiarabu. Naongea juu ya Allah. Mbona ni Kiislamu hicho? Sio Kiislamu, ni lugha ya Kiarabu. Hivyo kwa nasali juu lugha ya Kiarabu na kusema Mungu nasema Allah. Okay. Yaani wao ni Wakristo kabisa, nasali misa na Allah.
Hivyo kwa namna hiyo sio kwamba ni kina nini, hiyo ni lugha, ila ni kwamba dini ya Kiislamu ilianzia Uarabuni. Hivyo ikaonekana ni ya Waarabu wote wakawa hadi Waarabu wote wakawa Waislamu. Basi ndio namna hiyo, lakini vingine sio kwamba Uislamu ni Uarabu. Kuna Waarabu wa Kristo, lakini ila sio wengi. Ila sio wengi. Tunakushukuru sana baba kwa kuweka sawa sawa. Asante sana. Doubts zile ambazo tulikuwa nazo nafikiri sasa kuziondoa. Tusichanganye. Tunakushukuru sana. Asante sana.